وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى أقومتكي سالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. leo بإذن الله سبحانه وتعالى tuingia katika ayatu al-i'tikaf, al-ayatu al-muta'alliqa bi'ibadati al-i'tikaf. Tazungumzia aya hizi ambazo za fungamana na ibada ya itikafu, na ibada hii maarufu sana ambayo hufanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, japokuwa si ibada khasa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini imezoeleka kutokana na ilivyokuwa mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhani. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. asema Allah kimweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, mwambia nakumbuka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alipoifanya nyumba tukufu ya al-Kaaba kuwa ni mathabatan linnas. Mathabatan bimaana marji'an linnas yarji'una ilayhi fi kulli 'amin lilhajj au al-umra. Mathabatan linnas maana yake ni marejeo ya watu. Katika neema hizi kuufanya mji mtukufu wa Makka, hasatan katika al-Kaaba tukufu, ni sehemu ambayo watu warejea kila mwaka, marejeo yao kila mwaka watu warudi pale kwa ajili ya kufanya ibada ya haji na kufanya ibada ya umra wa amnan. Lakini pia ni sehemu ya amani, sehemu ya amani ambayo hakuna shida wala hakuna hofu. Kila ambaye afika katika al-haram basi ni mtu ambaye yuko katika amani, hakuna mtu wa kumfanyia maudhi, hakuna mtu wa kumdhulumu haki yake, hakuna mtu wa kumwonea wala kumfanya kuwa mnyonge, bali alindwa mtu akiwa maeneo yale, kwa sababu toka zamani Allah subhanahu wa ta'ala amejalia nyumba yake ile, ameiwekea usimamizi hata kabla al-Islam, fi zamani al-jahiliya, kabla ya Uislamu, zama za jahiliya, ilikuwa watu wanahudumia al-Kaaba. Manake anayekuja kufanya haji wanamfanyia ukarimu, kwa kuna kitu kinaitwa as-siqaya. As-siqaya manake ni kuwahudumia wale mahujaji ambao wanakuja kufanya ibada ya haji. Na vile vile kuna kitu chaitwa al-hijaba, ambayo ilikuwa ni jukumu la watu kulinda al-Kaaba, funguo za al-Kaaba na amana zake. Hii ilikuwepo kabla al-Islam, kabla al-Islam. Manake yaonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia huu mji kuwa na utukufu wa kipekee. Falidhalika hii neema ambayo amkumbusha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kisha Allah akasema wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, na ukumbuke pia tulipoamrisha mufanye ile sehemu ya maqamu Ibrahim, sehemu ambayo alisimama Ibrahim alayhi salam wakati akijenga zile nguzo za al-Kaaba, mufanye hiyo kuwa ni sehemu ya musalla. Kwa maana leo ukienda katika mji mtukufu wa Makka wa hasatan fi haram, utakuta kuna sehemu yaitwa maqamu Ibrahim, sehemu tukufu hii, na kila mmoja apenda kuswali hapa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza, sema naifanyeni ile sehemu ambayo alisimama Ibrahim alayhi salam kuwa ni musalla, ni sehemu tukufu ya watu kuswali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema wa'ahidna ila Ibrahima wa Ismaila,
kwa sababu Ibrahim alayhi salam pamoja na mwanae Ismail alayhi salam ndo ambao walichukua jukumu la kuijenga al-Kaaba kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliwaamrisha akasema, na tuliwaamrisha Ibrahim pamoja na Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal-akifin, waisafishe nyumba tukufu ya Allah, waitaharishe, waifanye kuwa ni safi kwa ajili ya wale wanaofanya tawaf na wanaofanya itikafu, wal-akifina al-mu'takifin, wale ambao wafanya itikafu katika mji, katika al-Kaaba, wa ruk'i sujudi, na wale wanaosujudu na kurukuu, maana wake wanaofanya ibada ya swala. Maanake waliamrishwa hawa manabii wawili alayhim assalam waisafishe nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, waweke mazingira yake kuwa ni mazuri. Na huu ni utaratibu ambao uko mpaka leo. Nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yasafishwa na yalindwa na yatunzwa, yawekwa katika mazingira mazuri kwa ajili ya kuwafanyia wepesi wale wanaokwenda kufanya haji, wanaofanya tawaf, wanaokaa itikafu pale msikitini, kwa sababu katika misikiti ambayo muda wote watu wakaa itikafu ni msikiti ya haram, imma katika mji mtukufu wa Makka au katika mji mtukufu wa Madina. Muda wote watu wapo katika itikafu. Tayeb, na swala kama mnavyofahamu katika hii misikiti ni bora zaidi kuliko misikiti mingine yoyote. Anayeswali katika msikiti mtukufu wa Makka na msikiti mtukufu wa Madina na msikiti mtukufu wa Aqsa, thawabu zake ni nyingi zaidi kuliko anayeswali katika hii misikiti yetu mingine. Thawabu zake ziko maradufu. Tayib, i'tikafu ni nini? Al-i'tikafu fi lugha, i'tikafu katika lugha ya Kiarabu, al-mukthu ala shay'i wa mulazamatuhu, ni kukaa katika kitu na kudumu hapo. Mtu akikaa katika jambo fulani na akadumu, yaitwa itikafu katika lugha ya Kiarabu. Lakini katika sheria, luzumu almasjidi walinqita'u fihi li ta'ati llahi ta'ala, ni mtu kukaa msikitini muda mrefu. Luzumu almasjid ni mtu kukaa msikitini, walinqita'u fihi, na kujikata kabisa, yani maana yake anakaa msikitini na anakuwa anafanya kitu maalum cha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bila kuwa na shughuli nyingine yoyote. Ndio maana ya al-inqita'u fihi. Sio tu mtu itikafu amekaa msikitini muda mwingi anatumia simu, anachati, stories zimekuwa ndo sehemu yake, au mtu ameingia msikitini itikafu analala tu. Hapana, itikafu anapoingia mtu msikitini aingie kwa ajili ya taa, na hiyo ndo malengo, kwa sababu akae msikitini ajitoe wakati wake kwa ajili ya kumtii Allah kwa kufanya aina fulani za ibada. Ima mtu aingia katika itikafu yake kwa kuswali qiyamul layl muda mwingi, au tumia katika kisimamo cha usiku, ama anafanya adhkar mbalimbali, yuwasoma Qur'an, yuwaleta adhkar, anamtukuza Allah, anamsabihi Allah wa hakadha. Lakini si mtu aingie msikitini katika itikafu kama tunavyoshuhudia sisi sehemu nyingi. Watu itikafu wanachofahamu ni watu kuingia msikitini kulala baada ya ishai au baada ya tarawih. Watu wanaingia, stories zinaenea msikitini, zinapigwa story. Baada ya hapo watu wanalala usingizi mzito, wanakuja wanaamka usiku ndo wanaswali. Tunasema amekaa itikafu. Itikafu uwe na juz'un min at-ta'at allati tanqati'u biha ila rabbik, takiwa uwe na taa fulani wazifanya mwenyewe, wakaa kwa ajili ya Mola wako msikitini, waleta hizi taati. Lakini si uende tu msikitini kwa ajili ya kulala na kupoteza wakati. Naam, na tumewahi kutaja kwamba hata mtu anapoingia msikitini katika fawaid, na wanasema wanachuoni, aniyatu ghanimatul fuqaha, aniyatu ghanimatul fuqaha. Nia ni fursa ambao wanaitumia sana wasomi wa dini, hasa wale fuqaha ambao wajua sheria.
hata mtu anapoingia msikitini kuswali swala za faradhi, mathalan salatu al-fajr kama sahihi, ukiingia kwa nia ya itikafu unalipwa itikafu. Maana yake utalipwa itikafu na utalipwa kuingia kwa ajili ya faradhi ya fajr. Falidhalika nia hapa umeingia kwa nia ya itikafu msikitini na umekuja kwa nia ya kutekeleza faradhi ya fajr, zote walipwa hizi, kwa sababu umetumia fursa hii na umeingia msikitini ukajikata kwa ajili ya taa. Ingia ukaswali rakaa 2 za kabla al-fajr, baada ya hapo ukakaa ukaleta adhkari ukasubiria salatu al-fajr ya faradh, ukaswali ukaleta adhkari. Mfano kama sasa hivi umeketi kwa ajili ya majlisi hii ya dars, bado uko katika taa. Maana kama umeingia kwa nia ya itikafu waendelea kulipo mpaka sasa hivi katika itikafu yako. Falidhalika katika kitu ambacho yapendeza pia Muislamu, unapoingia msikitini na wajua kabisa waingia kwa ajili ya ibada, weka nia ya itikafu. Hata kama wakaa msikitini dakika 10 za tosha, dakika 5 za tosha katika itikafu, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa fi dhalika. Naam. Wa huwa min as-sunani athabita li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam, na hii itikafu ni sunna iliyothibiti kupitia kitabu cha Allah, aya hii ambayo tumesoma na aya nyingine iko, na kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal gharad minhu, na malengo ya itikafu ni yapi? Sikiliza malengo ya itikafu, kwa sababu wengi tuna nia sasa hivi ya kukaa itikafu, nadhani katika 10 la mwisho. Sasa malengo ya itikafu ni yapi? Sikiliza. Tahdhibu nafsi wa inqita'uha an maladhi dunya ila Allah ta'ala litaabudi lahu fi baitin min buyuti. Ndo malengo. Tahdhibu nafsi wa inqita'uha an maladhi dunya, ni kuilea nafsi na kuirekebisha nafsi, kuilea na kuirekebisha nafsi na kuitoa katika yale matamanio ya kidunia na ladha za dunia kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Haya ndio malengo. Yani anayekuja itikafu, katika malengo makubwa kabisa ya itikafu ni kuilea nafsi yako na kuitoa katika masuala ya kidunia ukaiweka katika masuala ya akhira. Falidhalika mtu anapoingia msikitini kwa ajili ya kuswali salatul jamaa, bila shaka haji kutafuta dunia hapa. Anakuja kutafuta nini? Anakuja kutafuta akhira yake, na anakuja kujikurubisha kwa Mola wake. Falidhalika hata yule anayekaa itikafu, hilo ndo lengo, ailee nafsi yake kujikata na kujitoa kwa ajili ya Mola wake, akasahau kwa muda fulani masuala ya kidunia. Falidhalika waona kwamba yule anayekuja itikafu msikitini asikae msikitini akaanza kupiga stori zisizofaa. Mfano mtu akae humu waanze kuzungumzia masuala ya biashara, waanze kuzungumzia masuala ya mipira, masuala ya siasa, masuala ya habari za watu wengine wasiohusika. Hadha la yambaghi, hii haitakikani. Umeingia msikitini, mambo ambayo utapiga stori basi humu msikitini yahusiane na taa, yahusiane na ya kumtii Allah, kumcha Allah, kuzungumzia mambo mazuri ambayo yaijenga nafsi yako na kuilea katika kheri. Lakini usilete stori za nje katika itikafu, si katika malengo. Falidhalika na tuaona kwamba itikafu ya kuwa katika baiti min buyuti, inakuwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Itikafu haifanyiki isipokuwa msikitini. Itikafu haifanyiki isipokuwa katika masajid, tena katika masajid zenye jamaa ambazo zaswaliwa jamaat, sio zile musalla ndogo ndogo tu watu wamejitengenezea kimusalla fulani kidogo cha kuswali wakafanya itikafu. Hapana, inatakiwa itikafu ifanyike katika masajid ambayo misikiti yaswaliwa jamaa, bali kuna wanachuoni wasema inabidi ifanyike kwenye misikiti inayoswaliwa Jumaa, msikiti ambao waswaliwa Jumaa. Lakini al-asah ni kila msikiti ambao waswaliwa jamaa, swala 5 waswaliwa jamaa, basi yafaa watu kufanya itikafu. Naam. Walam yazal al-i'tikafu mashru'an,
muta'abbadan lillahi ta'ala fihi hatta jaa al-islam fa aqarrahu, na itikafu ilikuwepo hata kabla ya Uislamu na ikaendelea kuwepo vile vile, ikawekwa katika sheria ya Kiislamu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na Uislamu ukaikubali na kuiendeleza, ukarekebisha tu baadhi ya maeneo ambayo hayajakaa vizuri. Fa'atakafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akafanya itikafu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa'atakafa azwajuhu min ba'di, na wake zake pia wakafanya itikafu baada yake. Hata wanawake pia wakaa itikafu msikitini, si majumbani, wakaa itikafu fil masajid. Waqala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, nasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la a'lam an ahadin min al-ulama'i khilafan, sijui wala sijawahi kuona kwa mwanachuoni yoyote tofauti anna al-i'tikafa masnunun, kuwa swala la itikafu ni sunna. Hakuna aliyeleta tofauti katika hili, ima kwa kusema ni faradh au kwa kusema ni jambo ambalo halipo katika dini, bali wanachuoni wote wakubaliana kwamba itikafu ni sunna na ni jambo ambalo la pendeza kwa Muislamu katika maisha yake, asikose itikafu, hasatan fi shahri Ramadhana, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 la mwisho, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa 10 zima alihuisha kwa itikafu na kufanya ibadati mbalimbali kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadr, tuishia hapa kwa leo. Kama kuna mtu atakuwa na swali, inshallah aruhusiwa kuuliza.